Kwa majina naitwa Stefano Kaindi, ni mratibu wa huduma za chanjo mkoa wa Katavi. Dhana ya wiki ya chanjo kwa kifupi ni wiki ambayo dunia imeiweka ili kuhakikisha kwamba tunawafikia watoto wote ambao walikuwa hawajapata chanjo na wale ambao hawajakamilisha chanjo, na pia kuwaelimisha wananchi juu ya umuhimu wa chanjo. Niambie, ni nini faida za chanjo za kawaida kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5? Faida za chanjo ni kukinga. Tunapotoa hizi chanjo kwa watoto, manake tunawakinga na ile magonjwa ambayo yangeweza kuyapata kama wasingepata hizi chanjo. Kwa hiyo faida moja, tunazuia ili watoto wasipate ya magonjwa. Tunajua tuna zaidi ya magonjwa 13 ambayo yanazuilika kwa hizi chanjo ambazo tunazitoa kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma. Kweli nimewasikiliza vizuri wananchi, wanadai elimu zaidi. Na sisi kama wataalamu wa afya tumekuwa tukijitahidi sana kutumia vyombo vya habari. Kwa mfano Mpanda FM hapa tumekuwa tukija mara kwa mara kuhakikisha tunawaelimisha wananchi kuhusu umuhimu wa chanjo. Lakini pia tunatumia mikutano ambayo inaandaliwa na wenye viti wa vijiji na watendaji wa vijiji kwa ajili ya kutoa elimu ya chanjo, na pia kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za chanjo. Waga kuna muda tunatenga kwa ajili ya kutoa tu elimu kwa wazazi na wananchi ambao wanafika kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma. Kwa hiyo elimu ni endelevu, na tunaendelea kuomba na wadau wengine ambao wataweza kutusupport ili tuendelee kutoa hii elimu. Ni vipi kuhusu muhimu wa chanjo hii ya HPV? Ni swali zuri. Kama ambavyo tuwaga tunaelezea mara kwa mara, tunapompatia binti wa miaka 9 chanjo ya saratani ya kuzuia mlango wa kizazi, manake tunamkinga asipate saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo ni muhimu kwa sababu tunamwandaa kuwa mama wa kesho. Kwa hiyo tukishampatia ile chanjo, manake tumemkinga na tunajua atakuwa salama maisha yake yote. Na sasa hivi uzuri, tafiti zimeonyesha dozi moja tu inatosha kumkinga huyo binti asipate saratani ya mlango wa kizazi. Kwanza niondoe wasiwasi wazazi na Watanzania kwa ujumla. Hizi chanjo tunazozitoa ni chanjo salama ambazo zimethibitishwa na vyombo vyetu vya usalama kwa maana ya TMDA na Shirika la Afya Ulimwenguni. Imethibitisha kwamba hizi chanjo ni salama, ndio maana nchi karidhia zitumike nchini. Na zina faida kwa sababu utakumbuka tumetokomeza baadhi ya magonjwa ambayo yalikuwa ni tishio kwa maisha ya Watanzania. Tunaongelea ndui, tunaongelea ugonjwa wa polio, tunaelekea mwisho kuutokomeza. Kwa hiyo na tafiti zinaonyesha kila baada ya dakika 6, kila baada ya dakika 1 watoto 6 wanaokolewa kwa sababu ya chanjo. Hizo ni tafiti ambazo zimefanywa na Shirika la Afya Ulimwenguni. Kwa hiyo kwa miaka karibia 50 toka chanjo zianzishwe, ni zaidi ya watoto milioni 150 wamekingwa. Kwa hiyo utaona faida kubwa ambayo chanjo inayo kwa ajili ya kuokoa na kukinga maisha ya watu duniani. Sio kwa Tanzania tu, ni duniani. Kwa sababu hizi chanjo hazitolewi Tanzania peke yake. Manake hata tunapoadhimisha hii wiki ya chanjo, manake ni kidunia, sio kitaifa wala Tanzania peke yake. Tunaadhimisha dunia nzima. Asipopata, manake yuko kwenye hatari kubwa ya kupata hiyo saratani. Kwa hiyo ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kutoa elimu. Na yeye kama ameweza kupata hii elimu, awe balozi wetu huko aliko kwa ajili ya kutoa hii elimu. Chanjo hizi zinapatikana kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma
na ni bure. Serikali imeshalipia, kwa hiyo binti au mtoto anapata bure. Kwa hiyo waende kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma, na kwa hii wiki ya chanjo vituo vitakuwa wazi kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Watumishi wetu watakuwepo vituoni kwa ajili ya kuwahudumia wananchi. Anapopewa ile chanjo atakiwa achukue muda gani ili apate tena chanjo nyingine? Waga akishapata chanjo ya kwanza anakaa baada ya wiki 4 anatakiwa apate tena chanjo zinazofuata. Kwa hiyo waga ni kila baada ya wiki 4 anapatiwa chanjo zinazofuata kulingana na ratiba ya hizo chanjo. Madhara ni yapo, kwa sababu kama hajapata chanjo manake ana nafasi kubwa ya kupata haya magonjwa. Tuna magonjwa ya kifadulo, tuna magonjwa ya uti wa mgongo, kuna kuhara. Kwa hiyo kama mtoto hajapata chanjo yuko kwenye hatari kubwa ya kupata haya magonjwa. Kwa hiyo ndio maana tunasisitiza kwamba mtoto lazima akamilishe chanjo. Kwa hiyo asipopata chanjo tunamweka kwenye hatari kubwa ya kupata magonjwa na kupoteza maisha. Wito wangu ni moja tu, ndugu mtangazaji, kwamba hawa watoto wana haki zao na chanjo ni moja ya haki yao ili tuweze kuwakinga. Kwa hiyo niwaombe wazazi na walezi tutumie haya maazimisho kuwapeleka watoto kwenye vituo vya kutolea huduma ili waweze kupata hizi chanjo na tuweze kuwakinga na haya magonjwa ambayo ni hatari kwa afya zao na yanaweza yakasababisha vifo. Kwa hiyo serikali imeshatoa hizi chanjo bure. Ni wajibu tu wa mwananchi kumpeleka mtoto na kuweza kupata hizi chanjo. Tuwapende watoto wetu kwa kuwapa hizi chanjo na ili tuweze kuwalinda na haya magonjwa. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.